Rais wa Marekani Donald Trump aliziambia familia za mateka wa Israel kwamba iwapo angekuwa rais wa Marekani angeinyima Iran pesa za kusaidia shambulio la Oktoba 7 na kuweka mgogoro wa Mashariki ya Kati katikati mwa mkutano wake wa kwanza tangu kuapishwa kwake siku ya Jumatatu. Lazima tukomeshe baadhi ya vita, kuna mambo ya kijinga yanaendelea, Trump aliwaambia maelfu ya wafuasi kwenye mkutano wa ndani huko Washington DC. Israel isingewahi kushambuliwa Oktoba 7, Trump alisema. Iran ilivunjika. Mtu yoyote aliyenunua mafuta kutoka Iran, China ilipita, kila mtu alipita, alisema rais huyo wa Marekani Donald Trump. Kiongozi huyo mpya wa serikali ya Marekani ambaye ni mwewe wa Iran, yani anayewindwa na Iran, ambaye vikwazo vyake vilizidisha shinikizo kwa mapato ya mafuta ya Iran katika muhula wake wa kwanza na kuathiri matumizi ya Tehran kwa washirika wenye silaha katika eneo hilo wa Marekani Donald Trump. Baadaye jioni, Trump alitia saini safu za maagizo ya utendaji katika ikulu ya White House, akiwaambia waandishi wa habari kwamba Israel ilidhoofisha vibaya Iran juu ya mzozo uliodumu kwa miezi 15 katika eneo hilo. Wamedhoofika kwa njia tofauti. Shambulio moja la Israel liliwarudisha nyuma, shambulio la Pages, Trump alisema, akimaanisha shambulio la vifaa vya mawasiliano kwa viongozi wa Hezbollah mwaka jana, ambalo lililemaza wengi na kumjeruhi mjumbe wa Iran nchini Lebanon. Trump aliongeza kusema kwamba shambulio la ulinzi wa anga lilikuwa shambulio baya kwa Iran. Israel inaonekana kuwa imeondoa uwezo mkubwa wa Iran wa kupambana na anga kwa mfululizo wa mashambulizi ya anga ya Oktoba 26 kulipiza kisasi shambulio la kombora la Jamhuri ya Kiislamu dhidi ya Israel. Akizungumza mbele ya Trump kwenye mkutano huo, mjumbe wa Marekani katika Mashariki ya Kati Steve Witkoff, ambaye alikuwa muhimu katika mazungumzo ambayo yalipelekea kusitishwa kwa mapigano ya Gaza na Israel wiki iliyopita, aliwaambia washiriki wa mkutano huo kwamba Trump anaweza kutatua matatizo makubwa katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Uongozi wa Rais Trump umefafanua upya kile kinachowezekana katika kutafuta maendeleo ya utulivu katika Mashariki ya Kati. Mtazamo wake madhubuti wa kiutendaji unahakikisha kwamba hata migogoro iliyokita mizizi zaidi inakabiliwa na mitazamo mipya na mikakati ya kiubunifu. Trump alihesabu kile kinachoitwa makubaliano ya Abraham katika nchi kadhaa za Kiarabu na Israel kama moja ya mafanikio ya juu ya muhula wake wa kwanza. Witkoff alisema pamoja na uongozi wa Trump atakuwa akishirikiana na viongozi kote katika ukanda kutafuta njia za kuelekea amani pamoja na utulivu endelevu. Kila taifa linastahili haki ya kuamua hatima yake bila kuingiliwa na madola ya kigeni, aliongeza mjumbe huyo katika kumbukumbu inayowezekana ya mataifa ya kikanda katika mzunguko wa Iran. Tutaendelea kukujuza zaidi na zaidi juu ya utawala huu mpya wa rais wa Marekani Donald Trump na kipi ambacho kinatarajiwa haswa katika utawala wake. Hii ni Habari 24 Channel ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Kama bado hujasubscribe kwenye YouTube channel hii, unaweza ukafanya hivyo kwa kubonyeza neno subscribe na utaendelea kupata habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia.